Leo tutaelezea filamu ya kusisimua kutoka Korea. Filamu hii inaelezea tukio la usiku wa kutisha ambapo mwanamke bubu na kiziwi anakutana ana kwa ana na muuaji wa kikatili, na hivyo kuanza mchezo wa paka na panya usiku mzima. Karibu tuchambue kila tukio kwa undani. Ni usiku wa manane. Mwanamke kijana ametoka kazini baada ya kubanwa kufanya kazi za ziada. Anatazama kwa mbali, teksi aliyokuwa akitegemea kuchukua tayari imechukuliwa na kundi la wanaume waliomuwahi. Sasa hana budi ila kuanza kutembea peke yake kwenye barabara iliyojaa giza totoro. Ghafla, gari la aina ya van linamkaribia taratibu. Dereva wake, Do-shik, anasimama na kumkaribisha aingie ili ampeleke nyumbani. Lakini msichana anakataa, hawezi kuingia kwenye gari la mtu asiyemjua. Anapotembea mbele kidogo, anasikia sauti za ajabu. Anageuka. Mlango wa gari sasa uko wazi, na kuna mtu ndani analia, akiomba msaada. Kwa tahadhari, anakaribia kuangalia, lakini alichokiona kilimfanya apige kelele. Ndani kuna nguo zilizotapakaa damu na mwili wa mwanaume aliyekufa. Lakini aliyekuwa akilia si mteja, bali ni Do-shik mwenyewe. Ghafla anamvamia, anamdaka kwa nguvu na kumburuta ndani ya van, akitaka kumuua kabla hajapata nafasi ya kutoroka. Dakika chache tu baadaye, Do-shik anabadilisha mwonekano wake. Anajitwika huzuni ya uongo, anapiga simu kwa polisi. Kisha anakaribisha polisi wawili kwa sura iliyojaa masikitiko bandia. Anawapeleka mahali alikoziacha miili, akijifanya aliingia katika tukio hilo kwa bahati mbaya. Niliwaona wafanyakazi kadhaa wakimshambulia kwa visu, anasema kwa sauti ya mtu aliyevunjika moyo. Lakini ndani ya nafsi yake ni unafiki mtupu. Kutana na Kim Kyung-mi, msichana mrembo mwenye kipawa, lakini anaishi na changamoto ya kuwa bubu na kiziwi. Ameketi kazini akifanya kazi yake ya kila siku, mwanadada mwenye ulemavu wa kusikia, lakini mwenye akili na moyo wa kipekee. Kazini, yeye huwasiliana na wateja wengine viziwi kupitia mazungumzo ya video kwa kutumia lugha ya alama. Lakini si kila mteja ni mkarimu, wengine humdharau, humkejeli na hata kumtukana kwa ishara za matusi. Wakati huo huo, sehemu nyingine ya jiji, Choi Seo-jung anajiandaa kutoka, lakini kaka yake, Jong-tak, ambaye ni mlinzi, amekuwa na ulinzi wa kupindukia tangu wazazi wao wafariki. Anagombana naye kuhusu nguo alizovaa na muda wa kurudi nyumbani. Usiku huo, Kim Kyung-mi, licha ya uchovu, anakwenda kwenye hafla ya chakula ya kampuni, lakini wafanyakazi wenzie hawazungumzi naye, wanazungumza vibaya kumhusu kana kwamba hayupo. Hawajui kwamba macho yake yanasoma kila neno kutoka midomoni mwao. Anawajibu kwa mikono yake, anasema ukweli mchungu. Anawatupia matusi kupitia lugha ya alama. Na wanaume hao wanacheka, bila kujua wamefedheheshwa mbele ya macho ya kila mtu. Wakati huo huo, Jong-tak akiwa lindoni, anachukizwa na tabia mpya za Seo-jung, alipohaidi kuwa na nidhamu, lakini sasa anapuuza jumbe za kaka yake akiwa kwenye miadi na harudi nyumbani mapema kama alivyoahidi. Baadaye, Kyung-mi anakwenda kumchukua mama yake ambaye ni kiziwi kutoka kazini kwake, duka la kushona nguo, na anamuokoa dhidi ya kugongwa na baiskeli kwa msaada wa sensa ya sauti kwenye gari lake. Mama yake anafurahia sana kwa sababu amelipwa vizuri mwezi huu, na sasa wanaweza kwenda likizo ya pwani walioitamani. Kwa upande wa Jong-tak naye, kwa kuwa dada yake hapokei simu pia, Jong-tak anaamua kutoka kumtafuta. Usiku ukiwa umeingia, muuaji Do-shik anatoka kutafuta mhanga mwingine. Anamuona Kyung-mi akimwaga mama yake karibu na nguzo ya kengele ya dharura, kisha akaenda kutafuta sehemu ya kuegesha gari. Do-shik anamtaka Kyung-mi awe mhanga wake, lakini wakati huo huo, Seo-jung anapita mtaa huo. Kwa hiyo, Do-shik anaamua amshambulie yeye badala yake. Anakimbia na kumrukia bila mtu mwingine kumwona, kwani mama yake Kyung-mi alikuwa anatembea upande mwingine na hawezi kusikia chochote. Baada ya kumshambulia, Do-shik anaenda kumkagua mama yake Kyung-mi, lakini mipango yake inakatizwa. Kwanza, Jong-tak anakuja kumuuliza mama kama amemuona dada yake, na anaondoka baada ya jibu la hapana. Kisha Kyung-mi anarudi kutoka maegesho. Anapokuwa njiani kumfuata mama yake, anaona kiatu cheupe kikitoka kwenye njia ya giza, na pia kuna mtu anaomba msaada, ingawa hawezi kusikia. Baada ya kiatu cha pili kutoka, Kyung-mi anaingia kwenye njia hiyo na kumkuta msichana aliyelowa damu akilia na kuomba msaada. Kabla hajafanya chochote, Do-shik anajitokeza na shoka kumvamia, lakini Seo-jung anamsukuma na Kyung-mi anapata nafasi ya kukimbia. Kyung-mi anarudi barabarani na kumwona mama yake, lakini anaamua kukimbia upande mwingine ili kumlinda. Anakimbilia maegesho na kujificha kati ya magari, akielekea kwenye mlango wa nyuma ulio na kishikio kinachotoa sauti. Anapojaribu kufungua kimya kimya, Do-shik anasikia kelele na kumfuata. Kwa bahati,
Kyungmi anafanikiwa kuingia kwa kupitia nafasi ndogo ambayo haiwezi kumpitisha mwanaume mkubwa kama Do-shik. Anapofika kwenye gari lake, anampigia simu mama yake kumwambia asubiri karibu na nguzo ya kengele, lakini mara baada ya kukata simu, Do-shik anatokea kwenye kiti cha nyuma akiwa na kisu. Anamlazimisha Kyungmi kuendesha gari, lakini badala ya kutoka, analipeleka gari ukutani, akisimama sekunde chache kabla ya kugonga na kutumia fursa hiyo kutoroka. Kuna harakati nyingine ya mbio, na Kyungmi anamzidi ujanja hadi anamfikia mama yake. Kwa kubonyeza kengele ya dharura, Do-shik hawezi kusogea tena, hivyo anakimbilia kwenye gari lake. Baada ya kuficha mwili wa Seo-jung, anabadilisha nguo na mtindo wa nywele kuonekana kama mfanyabiashara wa kawaida. Anakaribia wanawake akiwa na tabasamu la bandia. Kyungmi hamtambui kwa sababu muuaji alikuwa amevaa kofia na barakoa. Anapodai anamsaka dada yake, Kyungmi anaamini. Karibu ampeleke kwenye njia ile ya giza wakati polisi wanafika, lakini hawapati kitu. Kyungmi anaomba waangalie kamera za usalama, lakini mlinzi anawaambia zimezimwa na vijana waliokuwa wakivuta sigara. Wote watatu wanafikishwa kituo cha polisi kutoa taarifa rasmi. Ndani ya lifti, Do-shik anaangalia silaha zake kwenye mfuko kabla ya kugeukia wanawake, jambo linalomshangaza mama. Ili kuficha uongo wake, anachukua simu nyeusi kutoka mfukoni na kudai kuwa amepata ujumbe kutoka kwa dada yake, akimaanisha kuwa mwili haukuwa wake. Baadaye, Kyungmi amemaliza kutoa ushahidi, lakini polisi hawezi kufanya mengi bila mwili au maelezo ya muuaji. Do-shik anajifanya kusaidia lakini anakatizwa. Mlevi aliyekuwa amelala karibu anamtusi. Do-shik anatumia nafasi hiyo kumtusi mlevi huyo kimya kimya, na mlevi anamvamia. Katika purukushani, simu nyeupe inaanguka, mama anaichukua. Polisi anawaachana nao na kumtoa mlevi. Do-shik anarudisha simu na kutumia kisingizio cha kukagua taarifa za Kyungmi. Mama anamwonyesha Kyungmi kwa ishara kuwa ni ajabu mtu kuwa na simu mbili tofauti. Do-shik anapotambua mawasiliano yao, anawataka wajue wanazungumzia nini. Kyungmi anaandika hakuna kitu, lakini Do-shik anamsogelea mama na kuanza kupitia silaha zake, akitafakari cha kufanya. Wakati huo, polisi anarudi akiwa na Jong-tak, anayekuja kuripoti dada yake aliyepotea. Polisi anawaonyesha picha, na Do-shik anajifanya hamtambui, lakini Kyungmi anamkumbuka mara moja. Anapompa taarifa zaidi, polisi anaondoka muda mfupi. Do-shik anamtishia mama kwa kusema hatosogea au atamuua binti yake. Anamwonyesha kisu kutoka kwenye mfuko, akielekea kwa Kyungmi, lakini mama anaweza kutoa kelele kubwa inayowaamsha wengine. Jong-tak anageuka kwa wakati sahihi na kuzuia kisu, na mapambano kati yao yanaanza huku wanawake wakikimbia nje kuita polisi. Do-shik anakiri kumjeruhi Seo-jung, jambo linalomchochea Jong-tak amshambulie kwa hasira. Anafikia hata kumwekea kisu shingoni, akitaka kujua alipo dada yake. Polisi wanawasili na Do-shik anajifanya ni mhanga. Kwa sababu ya hali ilivyoonekana, polisi wanamkamata Jong-tak badala yake. Do-shik anaachiliwa huru. Polisi wanapitia kamera na kugundua wanawake walikuwa wakisema ukweli. Jong-tak anarudi mitaani kumtafuta dada yake, huku polisi wakiwaongoza Kyungmi na mama yake nyumbani kwao. Nyumba yao ina taa zinazowaka zikitambua mwendo. Wakiwa wanakunywa chai, taa zinaonyesha mtu yupo mlangoni. Wanashangaa kwa kuwa ni usiku sana, lakini ni mfanyakazi mwenzake mama aliyekuja kuchukua mizigo. Wanawake hao wawili wazee wanaondoka, wakimwacha Kyungmi peke yake, bila kujua kuwa Do-shik ameshafika na kuvunja sensa ya nje ya mlango. Hatua zake ndani zinatambuliwa, hivyo Kyungmi anapotoka chumbani kuchunguza, Do-shik anafanya saa ya kengele ili amdanganye. Anapomaliza kuzima sensa zote za ndani, Kyungmi anatuma ujumbe kwa Jong-tak aliyeacha kadi yake. Do-shik anachukua shoka na kujiandaa kushambulia, lakini Kyungmi anagundua kifaa cha kuchezea kimewashwa bila mwanga kuwaka, ishara kuwa sensa zimezimwa. Anageuka kwa wakati na kuepuka shambulizi. Anakimbilia chumba kingine, anaziba mlango na kutuma ujumbe kwa Jong-tak na mama yake. Anapokea ujumbe wa kusaidia, lakini ni wa uongo, kwa sababu herufi zimeandikwa vyema kuliko kawaida ya mama yake. Anagundua muuaji ana simu ya mama, na anazuia mlango. Do-shik anaanza kuvunja mlango kwa shoka. Hana njia nyingine, hivyo Kyungmi anaruka dirishani. Do-shik anamshika nywele, lakini anajitoa na kuangukia kwenye rundo la taka. Anakimbia tena, na Jong-tak anawaona na kuanza kuwafuata. Baada ya kukimbia kwa muda mrefu, Do-shik anamzingira Kyungmi, lakini kabla hajashambulia, Jong-tak anafika.
Ili kujilinda, Do-shik anajitishia kisu, akitishia kujiua ili Jong-tak asimguse, na kumwambia akimua atamkosa dada yake alipo. Anamtumia ujumbe na anasema yupo nyumbani kwa Kyung-mi. Jong-tak anaomba msamaha na anakimbilia huko, lakini anagundua amedanganywa. Nyumba iko tupu. Wakati huo, Kyung-mi anajaribu kujilinda na kiti, lakini Do-shik anakichukua na kumponda. Anapiga simu kwa Jong-tak na kumsema vibaya, lakini Kyung-mi anamwaga vumbi usoni mwake na kutumia fursa hiyo kukimbia. Anapofika kwenye gari la muuaji, anaona mlango umefunguliwa na Seo-jung anatoka akilia msaada akiwa na kisu. Wanajificha nyuma ya pipa, na Kyung-mi anamwambia Seo-jung ampigie kaka yake. Anampa simu na kuchukua kisu. Anapotaka kumshambulia Seo-jung, Kyung-mi anatoa kelele na kuvuta shuteri ya chuma. Anapomvuta, anajifanya anataka kujinyonga. Anapobonyeza kengele, anaanza kukimbia tena, na wakati huo, mama na Jong-tak wanafika eneo tupu. Kyung-mi anakimbilia mjini kwa matumaini ya kuwa na watu wengi. Anakumbana na magari, lakini anavuka na kuingia sehemu ya biashara. Anajaribu kuomba msaada, lakini hakuna anayemwelewa. Do-shik anapomkaribia, anatoa kisu, na watu wanazunguka wakimwangalia. Mtu mmoja anapojaribu kupiga simu kwa polisi, lakini Do-shik anamdanganya kuwa ni dada yake ana matatizo. Kyung-mi anakimbia tena, lakini wanajeshi wanamkamata na kumrudisha kwa muuaji, wakimpa hata kisu chake. Kyung-mi analia na kuomba asiwawe, lakini Do-shik anampeleka pembeni na kusema karibu alishawishika. Anapojaribu kumdunga, Jong-tak anafika na kumzuia, wanapigana, na Do-shik anajifanya kupoteza fahamu. Jong-tak anamwachia, lakini Do-shik anampiga tena. Kyung-mi anachukua kisu na Do-shik anakimbilia kumfuata mama. Anamwambia amfuate kwenye njia ya giza, lakini Kyung-mi anawaona na kumshambulia. Anajidunga na kisu kilichoko mikononi mwa Do-shik ili kuonekana kama yeye ndiye alimuumiza. Watu wanamsadiki na polisi wanawasili. Do-shik anakataa, lakini wanampiga risasi. Bado haachi, na Kyung-mi anamuonesha kidole cha kati, akimchokoza. Do-shik anataka kushambulia tena, lakini Seo-jung anamtwanga chini, na anakufa hatimaye. Siku nyingi baadaye, Kyung-mi na mama yake wanaenda pwani. Seo-jung na Jong-tak wanajiunga nao, wakionyesha kuwa wameanza kujifunza lugha ya alama. Hitimisho, hii ni filamu inayodhihirisha kuwa ulemavu si udhaifu, bali unaweza kuwa nguvu endapo utatumia akili na ujasiri. Asante kwa kutazama muhtasari huu, na ikiwa umeguswa na filamu hii, basi usisahau kubonyeza like, subscribe na share video hii, na endelea kutazama kwa jicho la tahadhari kwa video ijayo. Je, una mtazamo gani juu ya filamu hii? Tuandikie maoni yako hapo chini.